As a mark of respect, I have postponed all my public engagements for the coming days, and I ask all other public servants and leaders to do the same so that we can join the nation in this period of mourning and deep reflection. Our former Prime Minister, Raila Amolo Odinga, shall be accorded a state funeral with all attendant honors. Raila Amolo Odinga alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945 Maseno huko Kenya. Yeye ni mwana wa Jaramogi Oginga Odinga, mmoja ya viongozi wa kongwe wa harakati za uhuru wa Kenya na aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza wa Kenya baada ya kujitenga na chama tawala. Mama yake ni Mary Juma Odinga. Raila alipata elimu ya juu, alisomea uhandisi, mechanical engineering huko Marekani ya Mashariki. Alianzisha ushiriki wake wa kisiasa akiwa kijana, akipigania haki za kisiasa na ukombozi wa vyama vingi. Kabla ya kuja kwa vyama vingi rasmi nchini Kenya, kulikuwa na serikali ya chama kimoja, one party state, ambayo aliipinga sana. Katika mwaka 1982, Raila alikamatwa bila kushtakiwa kwa tuhuma za kupanga uasi dhidi ya Rais Daniel Arap Moi. Alitumikia kifungo kwa miaka kadhaa. Baadaye, baada ya mipaka ya kisiasa kubadilika na kurejea kwa vyama vingi, yani multi-party system, alirudi nchini mwaka 1992 na kuingia bungeni, akifungua milango ya harakati za upinzani rasmi, safari za vyama, uchaguzi na serikali ya mwafaka. Raila amewahi kugombea urais mara kadhaa, ikiwa ni mwaka 1997, mwaka 2007, 2013 na 2017 na mwaka 2022 bila kuibuka mshindi. Mara nyingi amelaani matokeo ya uchaguzi kwa madai ya kwamba yana udanganyifu mkubwa, upendeleo katika utendaji wa tume za uchaguzi, ushawishi wa serikali na ukosefu wa uwazi. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 ulioleta mgogoro mkubwa wa kisiasa na machafuko ya kikabila, Raila alipata nafasi ya kuwa waziri mkuu, prime minister, katika serikali ya umoja wa kitaifa kati ya mwaka 2008 mpaka 2013. Hapo alishirikiana na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta ili kuleta amani na utatuzi wa migogoro. Na mwaka 2010 Kenya ikapokea katiba mpya ambayo ilikuwa na matokeo ya mazungumzo ya sanaa ya kisiasa, na Raila aliwajibika kwa kucheza nafasi kubwa na muhimu katika kusababisha marekebisho haya ya kikatiba. Raila Odinga aliongoza chama chake cha Orange Democratic Movement ODM, ambacho kikawa moja ya vyama vikuu vya upinzani nchini Kenya. Alifanya mikutano mingi ya kisiasa, maandamano, zuio la uchaguzi, mara nyingi akitoa changamoto kwa matokeo ya uchaguzi ambayo amedai hayakuwa huru wala haki. Miongoni mwa matukio maalum, handshake mwaka 2018 kati yake na Uhuru Kenyatta, ambayo ililenga kupunguza migogoro ya kisiasa baada ya uchaguzi wa mwaka 2017 ambapo ulisababisha migogoro mikubwa nchini Kenya. Tarehe 16 Oktoba mwaka 2025, Raila Odinga aliaga dunia, na sababu ya kifo ni mshtuko wa moyo wakati akiwa katika hospitali ya Ayurvedic nchini India, ambapo alikuwa akipata huduma ya afya. Raila Odinga ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 80, lakini pia Raila Odinga alikuwa mmoja wa wanachama wa harakati za demokrasia nchini Kenya. Alichangia sana kusitishwa mfumo wa chama kimoja, kurejeshwa kwa vyama vingi na marekebisho ya katiba ambayo yalimpa raia haki zaidi na uwajibikaji. Alikuwa mgombea wa urais mara kadhaa bila mafanikio kamili, lakini umaarufu wake kama kiongozi wa upinzani ulikuwa mkubwa na umejenga ardhi ya kisiasa ambayo haitasahaulika haraka, ambaye kwa wengi alikaribishwa kama sauti ya wale ambao walihisi hawana sauti. Jina langu ni Ibrahim Rajab, Ibra JR, Nite Ball Dancer. Hii ni Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.